Yesu asifiwe. Mistari tuliyosoma tunaona ni mazungumzo kati ya Yesu na Nikodemo. Lakini kabla ya mazungumzo kuna mambo ambayo yalimvutia Nikodemo mpaka akaamua kumwendea Yesu usiku. Kumbuka Nikodemo ni mtu ambaye alikuwa anafahamika kuwa ni mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anafahamika ni mtu ambaye ni msomi. Sasa viko vitu pamoja na usomi wake alikuwa anaviona kwa Yesu. Viko vitu ambavyo vilikuwa vinamvutia. Pamoja na kwamba Yesu alimdharau, alimuona si kitu, lakini pamoja na usomi wa Nikodemo, viko vitu ambavyo kwa Yesu vilikuwa vinamfurahisha. Ndivyo vilivyomvutia mpaka kumwendea Yesu usiku ili akamuulize maswali. Yesu alipokuwa akihubiri na kufundisha mahubiri yake na mafundisho yake, na kwa namna alivyokuwa anafundisha kwa mifano, ilikuwa na mvuto kwa watu wengi. Watu wengi ambao walikuwa wanaonekana usoni ni wabishi, lakini mioyoni mwao walikuwa wanavutiwa sana na vile Yesu alipokuwa anafundisha kwa mifano na vile watu walikuwa wanamkusanyikia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi walikusanyika kwa sababu namna ambavyo alikuwa anahubiri, alipokuwa anafundisha, alipokuwa anatumia mifano, namna kuelekeza watu. Wengi walivutiwa, hasa wale ambao walikuwa ni wasomi katika wakati huu. Bwana asifiwe. Lakini si hivyo tu. Alitenda pia miujiza mingi, alifufua watu, aliponya wagonjwa, aliponya vipofu na kadhalika na kadhalika. Haya mambo pia yaliwafanya watu. Mwandishi wetu akaenda anasema neno la Mungu ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Ili maisha yako yawe salama, ili maisha yangu yawe salama, lazima Kristo akae ndani yako ambaye ni neno. Atakuongoza, atakuwezesha, atakujulisha kwamba leo kuchukia kwa mume wako leo sio yeye ni adui. Kuchukia kwa mke wako leo sio yeye ni adui. Hao unayoyaona sio yule anayefanya, yuko adui nyuma yake. Wakati mwingine unaweza kumchukia mtu kumbe adui amempanda ili akukoseshe. Bwana asifiwe. Lakini Kristo akikaa ndani yako ambaye ni neno, ambaye ni taa, atakuelekeza, atakufundisha, atakumulikia, atakuonyesha kama huyu mtu sio rafiki sahihi. Atakwambia. Wakati mwingine tunawakumbatia watu tunafikiri marafiki, kumbe ni adui zetu. Lakini Yesu akikaa ndani yako atakuonyesha kwamba huyu sio rafiki wa kweli. Atakuonyesha kwamba huyu usicheze naye, usiteke naye, kwamba huyu hapana, sio kumsogeza. Yesu Kristo ndio kiongozi wetu. Yesu Kristo ni yote katika yote. Tusijivunie fedha wala chochote. Yesu Kristo ndiye tujivunie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu. Wakati mwingine mambo yetu hayafanikiwi, wakati mwingine mambo yetu hayaendi, ni kwa sababu tunatembea giza, hatamruhusu Kristo ambaye ni taa ya miguu yetu na mwanga wa njia zetu atuongoze. Ndoa zetu zimejaa giza, haziwezi kufanikiwa kwa sababu Kristo anakaa kwenye ndoa zetu, Kristo anakaa kwenye biashara zetu, Kristo anakaa kwenye maisha yetu. Lakini Kristo akikaa sawa sawa kwenye mioyo yetu, tutatembea kwa usalama kwa sababu anasema yeye ndio taa ya miguu yetu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ongeza makofi na vigelegele kwa Yesu. Yesu Kristo ni yote katika yote. Ni taa ya miguu yetu na mwanga wa njia zetu. Na tukimwamini yeye maana yake tutakuwa tumezaliwa mara ya pili. Akikaa ndani yetu atatuongoza, kutuwezesha. Wakati mwingine mambo yetu yanakuwa magumu, ni kwa sababu gani? Tunatanguliza akili zetu wa Kristo. Tunamwacha Kristo pembeni. Lakini neno la Mungu kichwa cha wiki leo kinasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na mwanga wa njia zetu. Ili tuweze kufanikiwa kwenye maisha yetu, ili tuweze kusonga mbele katika uchumi, tuweze kusonga mbele kiroho na kimwili, lazima Kristo akae ndani yetu. Vinginevyo tutakuwa tunapoteza muda, hatuwezi kufika popote. Ndugu zangu, nakwambia, maana yake ulimwengu huu umejaa mazingaombwe, ulimwengu umejaa changamoto, ulimwengu umejaa uchawi, ulimwengu umejaa changamoto mbalimbali za kidunia. Ili tuweze kufanikiwa, lazima Kristo ambaye ni taa ya miguu yetu akae ndani yetu kisawa sawa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hatuwezi kutoboa bila Kristo. Hatuwezi kufika popote bila Yesu. Hata kama tungekuwa na fedha haiwezi kutusaidia. Hata kama tungekuwa ni wajuzi wa elimu dunia haiwezi kutusaidia. Kitakacho kusaidia kwenye maisha yako, hata kama ndoa yako haina amani, jambo la msingi ni kwamba mkaribishe Yesu awe taa kwenye ndoa yako. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine dunia hii ina mambo mengi. Tunapolala sisi wenzetu hawalali. Bwana Yesu asifiwe.
Sisi tunasema usiku na mchana, wenzetu ni mchana wakati wote. Wewe unapolala, kuna watu ambao wanafanya kazi usiku. Wakati mwingine unaanza kujiuliza kwa nini ndoa yako inasumbua, lakini kumbe yuko mtu ambaye hafurahii mnapopendana, hafurahii mnapoishi vizuri, hafurahii mnapofanikiwa, anatengeneza vitu usiku. Mwenzangu hujui wala uoni, lakini atakayekusaidia, kukuongeza na kukuwezesha, kukuepusha na hayo yote, Kristo akikaa ndani yako, ambaye ni taa kumulikia, atakwambia usipite hapa, atakwambia pita hapa. Hata kama utakukosea, atakunyoosha njia, kwa sababu yeye ni njia kwenda uzima wa kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ukubali usikubali, Yesu Kristo ni kila kitu. Yesu Kristo ni mwanga. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na mwanga wa njia zetu. Neno la Mungu likikaa ndani yetu, limulike hata mazingira ambayo watu hawamjui Mungu, wamjue Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama umefika mahali hawakujui, neno la Mungu ambalo limekaa ndani yako liwamulikie wale wamuone Kristo kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ni mazingira yakoje, neno la Mungu limekaa ndani yako liwamulikie na wale wengine wamjue Kristo kuliko wewe. Tujifunze kwa Petro jamani. Petro alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Alipomkana Yesu, alipopita mazingira ya karibu na Yesu, wakasema bila shaka hata huyu ni mwanafunzi wa Yesu. Alikataa. Kilichoonyesha kama ni mwanafunzi wa Yesu ni nini? Tabia yake, muonekano wake, matendo yake. Hata sisi neno la Kristo likikaa ndani yetu, ambao ni taa, watu watatuona. Hata kama sio wachungaji, watasema huyu ni mchungaji, bila shaka huyu ni Kristo, bila shaka huyu ni mzee wa kanisa, bila shaka huyu ni kiongozi, bila shaka huyu ni mcha Mungu. Watu wamuone Kristo kupitia ile taa ambayo imekaa ndani yetu. Bwana asifiwe. Lakini sio umefika katika jamii ambayo haikujui unabadilika. No. Mungu atusaidie ndugu zangu. Tuzaliwe mara ya pili. Nikodemo